Kama Mungu tayari ameshakuonyesha kusudi lake kwenye maisha yako na haujui pa kuanzia, naenda kuanzisha series kwa ajili yako, especially kama ni mtu ambaye Mungu amekupa maagizo ya kuingia kwenye media space, anataka uongee, anataka uzungumze, anataka uonekane, anataka uanze kucreate content. I see you, kwa sababu nimewahi kuwa wewe, nimewahi kuwa kwenye sehemu ya maisha yangu ambayo God told me, Vanessa, you have to start speaking, you have to start making content, you have to start YouTube, you have to start this, lakini nilikuwa sijui pa kuanzia, nilikuwa sina pa kuanzia. Kwa na kuona na nakuelewa. Okay? Na nipo kwa ajili yako. Kwa sababu ni kitu kimoja Mungu kukupa maelekezo, ni kitu kimoja kujua kusudi lako, ni kitu kingine kuruhusu ile kusudi kuonekana kwenye jamii, kuruhusu ile kusudi kuonekana kwenye dunia. Kwa I'm starting a series inaitwa Purpose Becoming Visible, ambapo mimi na wewe tutatembea pamoja katika hatua 10 steps ambazo unazihitaji, ambazo naamini unazihitaji, ambazo mimi binafsi nilizipitia zikanisaidia kuwa hapa. Unahitaji confidence, unahitaji kubadilika, unahitaji kujivua ilo gamba la hofu, unahitaji kuwa mtu mwingine ili kupata matokeo mengine, kwa sababu wengi bado mna operate at the same mindset, same thinking capacity, na unahisi. Nilikuwa naongea na mtu akaniambia, Vanessa, Mungu anaonyesha ndoto niko kwenye vikao na marais na watu wakubwa na nini, lakini naogopa, sijui naanzia wapi kuongea, I don't know where to start. Sasa Vanessa wa sasa hivi na Vanessa ambaye anaota yuko na marais ni watu tofauti kihisia, kimawazo na kiaction. Kwa inabidi uvae uhalisia mwingine. You have to wear a different identity in order to become somebody else. Inabidi ujipe ruhusa kujaribu. Inabidi ujipe ruhusa na uamini kwamba unastahili kujaribu. Uamini kwamba kusudi lako linastahili kuonekana kwenye jamii. Uamini kwamba unastahili kuonekana. Uamini kwamba unastahili kufahamika, unastahili kusikilizwa, unastahili kuheshimika, na unastahili kuyapa maisha nafasi. Kwa sababu katika kila kitu ambacho tunakipata katika maisha, it all goes down to self-worth. Na pengine mimi nijibu la maswali yako au la swali lako, kwa sababu kabla Mungu hajakutuma, kabla Mungu hajakuruhusu kwenda, lazima akutrain, lazima akufundishe. Mwalimu, niko hapa. Wanasema when the student is ready, the teacher appears. Kwa hiyo ninaamini huu msimu watu wengi mko tayari kutembea katika kusudi lenu, ni vile tu hamjui pa kuanzia. Specifically watu ambao Mungu amewatuma kufanya kitu kama ninachokifanya mimi. Inaweza ikawa sio kwenye niche ninayofanya mimi, kwa sababu mimi nimebase sana kwenye Mungu and Holy Spirit. Pengine wewe una mzigo wa uchumi, kufundisha tu uchumi, lakini God wants you to stand in front of the camera kama mimi, na ufundishe, na uongee, na utie watu moyo and inspire whatever it is. Kama Mungu amekuita uwe in front of a camera, I am your teacher. Na niko hapa kwa ajili yako. Kwa nataka nikutie moyo kwamba Mungu amekuona, Mungu anakujibu, usiogope. We're going to be together. Lakini nisikuache hivi hivi. Kwani nikuache hivi hivi? Okay? Nataka nikupe point 2 ambazo zitakusaidia kuanza kuelewa. Cha kwanza, kaa chini na Mungu, muulize Mungu, umeniita kwa ajili ya watu wa aina gani? Tafakari ni ujumbe gani ambao Mungu amekuwekea ndani yako. Mungu amekuita kwa watu wa aina gani? Mimi kaniita kwa Watanzania. Nawapenda sana Watanzania, nawapenda sana taifa langu, nawapenda sana vijana sana. Kwa mimi ameniita kwa Watanzania. Ni ujumbe gani ambao Mungu ameweka ndani yako? Okay, messages zinatofautiana, lakini yani baada ya mtu kukusikiliza unataka atoke akujue na nini? Yani mtu akiingia kwenye content zangu, Vanessa ni Roho Mtakatifu. Vanessa always talks about Roho Mtakatifu. Naongelea vitu vingi, lakini Vanessa always talks about kusikia sauti ya Roho Mtakatifu. Vanessa ni Roho Mtakatifu. Okay, kwa najulikana kwa kitu kimoja, japo nafanya vitu vingi, naongelea vitu tofauti. Kwa hiyo what is the core message ambayo Mungu ameweka ndani yako? Na Mungu amekuita kwa ajili ya watu gani? Series itaendelea. Don't worry. Dada Vanessa is here for you. Have a blessed day.